Ni kipenga cha mwisho kama ilivyo kawaida ndani ya Azam TV. Tunakutana tena mwanamichezo kwa ajili ya kupitia matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza katika mechi kadhaa ambazo tayari zimekwisha chezwa. Hapa ndo pahala pekee ambapo unapata kujikumbusha uamuzi ambao umefanyika kwa sheria 17 za soka kama zimesimamiwa sawasawa, ama kuna namna fulani hivi mwamuzi amekengeuka kidogo, aidha kwa bahati mbaya ama vyovyote kwa namna yoyote ile, ili mradi tu hapa tunanyooshana kuweka kila kitu sawasawa, namna ambavyo sheria 17 za soka zinapaswa kwenda kutimizwa kikamilifu. Na hapa ni faida kubwa sana kwa wewe mwamuzi ambaye sasa hivi unachezesha. Itakuwa ni faida yako kwenda kufuatilia matukio haya, kwenda kujikumbusha jinsi ambavyo mambo ulifanya. Lakini kwa yule mwamuzi ambaye ameshastaafu tayari, anajikumbusha mambo, enzi zake ilikuwaje, sasa hivi ilikuwaje, vitu gani vya kuzingatia. Na wale wanafunzi wenzangu kama mimi ambao tunatarajia kuja kuwa waamuzi wa baadaye, kuna vitu vya muhimu kabisa ambavyo tunavifanya hapa na vinatusaidia katika kujenga ubongo wetu kwa ajili ya kwenda kuwa waamuzi wazuri hapo baadaye. Na ndio maana kipindi hiki tunawaleta waamuzi wastaafu ambao wamechezesha kwa mafanikio makubwa sana, wamechezesha kwa ubora wa aina yake. Ninaye Osman Kazi, yeye pia yuko hapa, lakini ninaye Hussein Kalindo pamoja naye Omar Yusuf wa jina wangu huyu. Wote hawa nimewaleta hapa kwa sababu kubwa tu, kwenda kupitia yale matukio na kuangalia uzoefu wa namna ya kusimamia sheria hizi 17 za soka, nini hasa cha kuzingatia katika kuhakikisha kuondoa malalamiko, minong'ono na makelele kwa mashabiki na watu wote ambao wanakuwa wanafuatilia michezo. Sina shaka mko vizuri, na tunaianza Alhamisi nyingine tena hii tukiwa bado tupo katika mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhan, hali kadhalika kwa Rezba, si ndio Kabisa. Ndio. Kila kitu fresh. Namshukuru Mungu. Hakuna mtu analalamika hapo. Hapana. Basi kwa udhamini mkubwa kabisa wa AB Finish Company, hawa ndio wanatuweka hapa kwa ajili ya kuzungumza pamoja nawe matukio yote haya. Mimi ni Omar Katanga. Hebu tuwatazame kwanza wadhamini wetu, na tukirejea tutaanza moja kwa moja kuangalia matukio tuliokuwa nayo. Sasa ndio ule wakati wa kuja kuyaangalia matukio haya ambayo tumeandaa moja baada ya jingine, lakini kama ambavyo nimekuambia kwamba tupo hapa kwa udhamini mzuri kabisa wa AB Finish Company. Hawa ni wataalamu wa kutengeneza ile wall putty, na hii wall putty yao si ya kawaida, ni ile ambayo inafanya ukuta wako kuwa imara, ukuta wako unakuwa unameremeta vizuri na upo katika hali ya muonekano unaostahili. Lakini pia wanayo AB Deco. Hii inanyoosha ukuta wako vizuri kabisa, na ndio maana tunasema AB Finish Company, tunamalizia kwa ubora na tunajenga kwa heshima. Sasa moja kwa moja tuje hapa uwanjani kwa ajili ya kuangalia matukio tuliokuwa nayo. Tunaanza na tukio la mechi ya watani wa jadi Yanga na Simba, dabi ya Kariakoo ambayo ina sura ya Zanzibar. Hii mechi imepigwa katika dimba la New Amani Complex Zanzibar, na moja ya tukio ni hili ambalo tumesema tuanze nalo leo, kuangalia uamuzi uliofanyika katika moja ya matukio mengi ya uwanjani yaliyojitokeza. Haya, tukio hili, mchezaji yuko chini, aliyemwangusha anakasirika, na mwamuzi msaidizi Kasim Mpanga ananyoosha kibendera juu. Omar Yusuf, nianzie kwako maana uko karibu yangu hapa. Uamuzi uliochukuliwa kunyoosha kibendera juu kwa Kasim Mpanga ni sahihi ama nini ambacho umekiona? Hapana. Hapo naweza kusema Kasim Mpanga aliteleza. Hiyo haikuwa faulo. Hiyo hapo haikuwa faulo, kwa sababu Shomari alipopita, angalia Baka alivyofanya. Yaani yeye Baka kama tuseme yeye ndo kacheza faulo, sababu yeye akati anapita yeye ndo kaenda kulinyosha kabisa lile guu, yani kama anataka kumtegea. Lakini mpira uko vizuri. Ndio naangalia vizuri, angalia ule mpira kaucheza Baka. Hujaugusa Baka. Baka kaucheza. Kaucheza, unaona hapa kaucheza Baka. Ulikuwa kwenye himaya yake. Ngoja. Kauchukua Baka mpira. Ngoja. Hapa sikiliza. Sasa. Unaona? Kwa engo hii. Engo hiyo sasa. Unaona? Huo mpira umeendaje huku kwa Kasim Mpanga? Baka ndo kaupiga huko. Kazi, subiri kidogo. Subiri kidogo. Ngoja. Tupate maelezo hapa kwa. Unaona sasa?
Umeona ya mwisho. Mpira huo kaucheza, ulikuwepo unafanyaje? Unatembea. Unatoka wapi? Unatoka nje. Alichofanya Baka akaenda, angalia sasa, unaona huo mguu wake. Kaenda kumtegea. Ametanguliza mguu. Ina maana Shomari asiufanyaje? Asiuwahi ule mpira. Kwa hiyo si faulo. No faulo. Baka kweli kagusa huo mpira. Huo mpira ukawa unatoka nje. Lakini alichoenda kufanya Baka, amekwenda kuzuia ili Shomari asiufanyaje? Asiuwahi huo mpira, kwa sababu yeye alijua kwamba mpira nimeugusa kweli, unakwenda huyu Shomari atauwahi. Kwa hiyo alichokwenda yeye akaenda akaweka mguu. Unaona, ili Shomari asifanyaje? Asiuwahi. Alichukulia advantage mshika kibendera assistant Kasim Mpanga nadhani. Kwamba Baka kadondoka chini. Yaani advantage yake Baka kadondoka chini. Kweli Baka mpira kaugusa. Na mpira kweli ulikopo bado hujatoka. Kwa hiyo akili ya Baka anajua mpira nani Shomari atafanyaje? Atauwahi. Lakini yeye ni mchezaji yeye ndo mtu wa mwisho ambaye amegusa mpira. Yes, ndo mpira wa mwisho kaugusa. Na mpira bado upo uwanjani. Na maana Shomari anaukimbilia ule mpira. Ina maana yeye anakwenda sasa kumzuia ili Shomari asiufanyaje? Asiupate. Kwa hiyo na maana muamuzi wewe uangalie tukio la kwanza la kugusa mpira. Wewe unaangalia tukio la wapi? Linalofuata. La mwisho. Na maana tukio la mwisho, je, Shomari kacheza faulo? Shomari alikuwa anakimbilia mpira. Tukio la mwisho Shomari alikuwa anakimbilia mpira. Baka amekwenda kuzuia ili Shomari asipate. Kwa engo kama hii, angalia mkono wa kushoto wa Shomari Kapombe. Hakuna namna yoyote ya kupush hivi kidogo? Hebu iangalie kwa makini. Haya, twende. Iangalie vizuri. Namna fulani ya kupush hivi kidogo mkono wake wa kushoto. Umeona? Shoulder to shoulder hiyo. No. Bega kwa bega. Kama unaona nisubiri, lakini kazi subiri, nitakuja kwako. Nitakuja kwako, sio na wasiwasi. Umeona? Hii ni shoulder to shoulder. Wote wametumia mkono. Bega, kazi subiri kidogo. Kazi subiri kidogo. Mnanichelesha. Wewe tulia hivyo hivyo, utapata nafasi yako ya kuzungumza. Wala una haraka. Mnanichelesha. Tuna saa nzima hapa, wala usio na wasiwasi. Kwa hiyo unasema hii ni bega kwa bega. Mkono wa Baka umepita chini ya mkono wa nani? Wa Shomari Kapombe. Mkono wa Baka umepita chini ya mkono wa Shomari. Kwa hiyo mkono uliotangulia kufika ulikuwa wa nani? Hapo. Ngoja tujiridhishe vizuri. Tujiridhishe, turudishe hapo. Huu mkono wa Baka umepita chini ya mkono wa Shomari, lakini mkono wa Shomari umepita juu ya mkono wa Baka. Mkono wa Shomari uko wapi? Uko juu ya mkono wa Baka. Uko juu ya mkono wa Baka. Kwa hiyo Shomari hapo sasa yeye ana uwezo wa kukandamiza, sio kusukuma. Mwenye advantage ya kusukuma hapo nani? Mwenye advantage ya kusukuma hapa ni Baka, kwa maana mkono umepita chini. Kwa maana ya mkono uliopita chini. Mkono uliopita chini ndio una advantage ya kufanyaje? Kwa hiyo maamuzi yake hapa tunasemaje? Hapa maamuzi yake tunasemaje? Sasa hapoganisha hapo.Ganisha hapo. Mkono ulishatoka, mkono wa Shomari ulishatoka, ukishakuwa juu. Sawa, mkono uko wapi? Huko juu ambapo sasa anaweza kusukumiza. Hapo siwe. Rudi chini. Rudi chini sasa kwenye huo mguu. Mguu wa Shomari uko wapi? Sawa. Uko wapi mguu wa Shomari? Uko chini. Uko mbele, uko nyuma ya mguu wa Baka. Uko nyuma. Ndio. Ya mguu wa nani? Wa Baka hapo. Wa Baka hapo. Sawa, unaona wenyewe mguu uko chini. Mguu wa Baka uko wapi? Unaelea juu. Unaelea juu. Kwa hiyo ina maana Baka ukiangalia mguu wake wa nyuma ina maana karuka. Yaani kaenda kumzuia. Umeona huo? Hii. Unaiona hii? Hiyo. Ile ipeleke taratibu. Sasa mkono unatoka. Mkono hapo unatoka. Kuna namna yoyote Shomari kweli amesukuma hapa? Mbona sioni hicho? Kuna uwezo ukapata hapo kwa sababu mkono wa Shomari uko juu ya mkono wa Baka. Guys, kwa hiyo waji ni foul ama sio foul? No foul. Kazi subiri kidogo basi, usiwe na. Kuna kitu mimi nataka niwaonyeshe. Samahani. Samahani. Hebu sogea hapa. Sawa. Tunapoangalia foul, au sio? Tunaangalia entire movement ya wachezaji wawili. Sawa si sawa? Naomba tuanze mapema.
tunapoteza muda wetu bure tu hapa. Hatupotezi muda, angalia. Shomari anaukimbilia mpira na Baka. First attempt kaucheza nani? Kacheza Baka. Sawa. Sasa naomba uangalie movement ya Shomari. Je, anaenda towards the ball mpira unakoelekea au anamfuata Baka? Angalia hapa vizuri. Ameenda wapi? Ameenda wapi? Kaufuata mpira, kamfuata Baka. Nani? Shomari. Anaufuata mpira ndo anaukimbilia hapo. Ndugu yangu. Ndugu yangu. Subiri kidogo. Subiri Katanga. Mimi nimesikiliza. Nani Shomari kamfuata kabisa Baka. Wewe toa uamuzi wako. Hili ni foul ama sio foul? It is a foul. Kwa nini foul? Unasikia? Alianza kumiliki mpira ni nani? Ni Baka. Au sio? Ameuweka kwenye playing distance yake. Au sio? Shomari alivyoona ule mpira unaelekea huko pembeni, akaanza kumblock kwa kuingia tu kwenye njia ya Baka. Kwa hiyo naturally anayemiliki mpira, mtu akiingia kwenye njia yake atataka kuretaliate. Kwenye kuretaliate ndio anaanza kumpa mkono nani? Shomari. Au sio? Shomari anachokuja kumalizia ni anamsukuma Baka kwenda chini baada ya kuona kwamba Baka ameanza kumuondoa njiani. Kwa hiyo yeye anaamua kumsukuma. Ndio. Yes. Sawa, kwa hiyo kwako hii ni foul. This is a foul. Basi. It's a clear foul here. Maamuzi yako ni hayo. Omar Yusuf amesema hii sio foul. Turudi hapo kuongezea Hussein. Mimi nakuongezea sasa. Angalia mwisho linapomalizikia hilo tukio. Angalia mwisho linapomalizikia. Nenda taratibu. Gandisha mwisho linapomalizikia hilo tukio. Ngoja. Linapomalizikia kabisa hilo tukio. Angalia chini, Baka chini kabisa mwisho linapomalizikia nini alichofanya? Hapa. Twende hapo. Nini alichofanya? Nini alichofanya? Umeona anamaliza chini pale kabisa, anamaliza nini? Tuambie wewe ulichokiona. Chini pale kabisa kamaliza nini? Wewe sema sasa. Kamkwatua chini kabisa pale. Yule anakwenda chini Shomari. Amemkwatua. Chini baada alipoenda chini kalala, yani Shomari ndani Baka alichofanya akamkwatua kabisa. Huyu Shomari umeona alipoamka? Hiyo hapo. Unaona? Hiyo hapa angalia. Hiyo unaona? Unaona? Umeona hapo chini mguu wa mwisho. Alafu nani Katanga, kuna kitu nimekiona tena hapa. Samahani. Leo mimi hapa tafanya movement za kutosha tu. Hebu angalia hii hapa. Hii hapa. Umeona hii kitu? Mimi nimekiona hiyo. Umeiona? Nimeiona. Ina maana wakati mchezaji anayemiliki mpira anaruhusiwa kugadi mpira, haruhusiwi? Nani? Anayemiliki mpira anaruhusiwa kugadi. Anaruhusiwa kugadi. Je, ilikuwa ni kosa kwa nani Baka ku stretch mguu wake kuelekea kwenye mpira? Sawa, tulia hapo. Nijibu kwanza. Ni kosa Baka amefanya ku stretch mguu kuelekea kwenye mpira? Kama mpira uko mbele yake sio kosa. Sio. Na mpira ulikuwa mbele yake. Tuangalie. Hapo. Hapa. Mpira uko wapi? Hapo story. Mpira si uko mbele? Hapo story. Njoo. Hapo story. Ili mpaka tulimalize. Kati ya huyu Baka ndio na Shomari Kapombe. Ndio. Nani hapa yuko kwenye playing distance? Nani kwenye distance ya kuwa mpira? Baka yuko mbele. Angalia. Baka yuko mbele. Angalia kwanza huyu Baka, huyo Shomari. Mpira usiu hapa hapa, mwenye uwezo wa kutoka hapa anaenda kuwahi mpira hapa. Baka? Nani anauangalia mpira? Baka, Omar. Anauangalia mpira. Baka nani? Nani anauangalia mpira? Kwa huku juu ya mwili. Nani anauangalia mpira? Kwa huku juu ya mwili anaonekana Shomari Kapombe. Ndo anawahi ule mpira. Lakini ukiangalia kwenye block ya miguu. Block ya miguu asingeweza kunyanyua. Hii hapa ni tripping. Unasikia? Hii hapa ni tripping. Sawa, twende taratibu. Umeona hii block ya mguu? Block ya mguu sio kama labda yani Baka amekwenda katika Akoja taratibu mpira simecheza bwana block ya mguu. Mimi nakwenda. Naona bwana? Sawa. Huu si ndo mguu wangu. Mguu wangu mimi ndo nataka kutoka na mimi ndo nataka kutoka. Mimi nataka niwasaidie kitu kimoja tumalize hili jambo. Unasikia? Alianza kucheza mpira nani? Alianza kucheza mpira Baka. Sawa. Ngoja. Subiri basi nani? Omar. Subiri Osman. Alianza msimamo wako kwamba hili ni nani? Ni faulu ama sio faulu? Msimamo wangu.
Msimamo wangu mimi no foul. No foul. Watu wameenda kushindana. Kazi unasema msimamo wako? Foul. Kwa sababu zipi? Kuna pushing ambayo nani amefanya Kapombe. Kuna tripping ambayo Kapombe amefanya. Tripping ambayo ni hii hapa. Sawa. Tumemaliza. Twende. Basi asanteni sana. Tuweka lindo tulia hivyo. Nawashukuru sana. Sasa tuangalie tukio jingine katika mchezo huo wa watani wa jadi. Tukio hili tunaliona, tukio hili Depu anawekwa chini namna hiyo. Hussein Kalindo, bila shaka umemwona vizuri sana hapa, takufanana kidogo na ile hii ni faulo. Ni kosa. Mbona hakuna kadi? Kwanza kuna makosa ya aina 3. Kosa la kwanza kuwa mzembe. Nani? Kosa la pili kuwa mzembe nani hapa? Kuna makosa aina 3. Ndio nishakuelewa ya. Maana yake la kwanza ni kuwa mzembe. Kuwa mzembe. La pili kutojali. Ndio. La tatu kutumia nguvu za ziada. Sahihi. Naposema kuwa mzembe ni kosa ambalo huwezi kupata yellow card. Hukuwa ni hesabu sahihi na mpira au na umiliki mpira ukaenda ukamziwia mtu. Umenelewa? Au mtu kakusukuma. Maana yake hayo ni makosa ambayo ya kawaida. Ila kutojali ni kutokuwa na tahadhari. Kutojali kitakachoweza kumtokea mwenzio au wewe mwenyewe. Maana yake pale utapewa yellow card. Sawa. Kosa la 3 ni lile ambalo leo husababisha kupewa red card. Sasa ndio maana umeniambia hapa kwa nini hakupewa kadi. Maana yake ni kosa la uzembe tu. Ni kosa la uzembe. Kwa sababu kasukuma. Lakini wachezaji wawili wameingia katika mwili wa mchezaji mmoja. Swala la kuingia wawili ni lazima umtazame nani ambaye aliyefanya kosa. Hapa. Aliyefanya kosa nani? Huyu jezi namba 8. Ameanza kuingiza mguu. Yule mwingine kaja hapo katika tukio lile naye kafanya kosa. Huyu mwingine hajaenda. Yule mwingine amesimamisha miguu yake kawaida, Rushaini. Kama kawaida, maana yake ni kwamba kosa ni la yule aliyefanya kosa ndio anayehukumiwa. Halina yellow card. Sasa si ametanguliza mguu? Hata kama utatanguliza. Si anajua anachokifanya lakini. Tukio ni nini? Amemblock asiendelee na safari. Aliye block ni yule ambaye alikuwa na mpira au ni yule aliyetoka nyuma? Ulivyotazama hapo. Si unaona hivi ilivyokuwa? Huyu mwenye jezi namba 8 huyu. Hilo jambo la kawaida tu. La kawaida sana. Kosa la kawaida ambalo halihitaji kadi. Halihitaji kadi. Endapo angekuwa anaziwia shambulizi ndio ingekuwa yellow kadi. Hivi angeupata huu mpira asingeenda kufunga kweli huyo? Si palikuwa anatoa pasi huko anaondoka. Kwani aliyefanywa kosa ni yule aliyeanguka. Kama angeachwa. Na kwa sababu kafanywa kosa la kawaida, halina yellow card. Halina yellow card. Sawa. Tutoke hapa tuangalie tukio jingine katika mechi hiyo ambayo leo tumesema special kabisa tuilete, mechi ya watani wa jadi. Hii ni tukio iliyomweka Dickson Job nje ya uwanja kwa miezi miwili. Dickson Job ameumia. Jospin Luemba. Kazi. Ni faulo? Obvious ni foul. Inastahili adhabu gani? Ni free kick. Free kick ya kawaida. No kadi? No. Why sio kadi? Luemba alifika kwenye mwili wa wa Dickson Job, alafu intention yake haikuwa ni kucheza foul. But Dickson alivyowahi kuondoa mpira, ukiangalia, hebu tuangalie movement ya mkono hapo. Mikono ya apeleka kidogo. Unaona hajapeleka mguu kwenye mguu wa Dickson Job. Haujafika huko? Hapana, haujafika huo. Alafu haujafika. Haujafika. Ni goti lake alivyoondoa mpira
Dickson Job anakosa nani, amekosa balance kwa sababu tayari Ino Loemba alikuwa ameshafika hapo. Dondoka yake ndio unaona mguu wake, yes, mguu wake kujigonga hapo. Ngoja. Tumeona vizuri hapa. Kitu. Kwenye vitu hivi tupende kutumia nani hii. Hapa. Unaona. Mguu wa Dickson Job ndio uliingia kwenye path ya Ino Loemba. So kwamba Loemba alienda kumblock au fanyaje. Kwa hiyo hii ni ajali kama alivyosema Hussein hapa kwamba hii ni careless tackle. Kwa hiyo hii haina kadi yoyote. Tusiangalie still pictures, tuangalie movement. Tunahukumu kutokana na movement. Sawa. Kwa hiyo movement humoni Loemba akimkanyaga akitaka lakini ameingiza mguu. Yeah, ni careless tackle hiyo. Sawa. Tutoke hapa. Twende kwenye tukio lingine. Hili. Bwana shughuli Damaro huyo. Alafu ana habari, anaendelea na safari. Mwamuzi akaiona. Omari? Kilichofanyika, kilichotokea na kilichoamuliwa. Hapo Damaro nilipomwangalia mimi Damaro naona kama kachukua mpira. Twende taratibu. Ile ya kwanza ile. Hii kachukua mpira. Naona. Hapa Damaro kachukua mpira. Haya ni matukio tofauti lakini mtu ni yule yule. Yes. Ile ya kwanza Damaro kachukua mpira. Hii ya pili mwamuzi anazungumza naye mara zote lakini. Hii sasa faulo. Ona ya pili. Hii sasa faulo. Hii sasa faulo. Hii sahihi ni faulo. Lakini ile ya kwanza kweli kacheza mpira. Hiyo ya tatu. Mtu huyo mmoja. Hiyo ya tatu. Kwa tupate marudio. Sisi tunapata faida kupata marudio. Kwa tupate marudio hapo. Mtu huyo mmoja. Au tulianze mwanzo kabisa tuangalie. Twende hili la kwanza. Hii kacheza mpira. Kachukua mpira. Katoka cheza na unamwona Mwinchui anamwambia kabisa kachukua mpira huyo. Hii kacheza mpira kwa sahihi. Hilo tukio la kwanza hilo. La pili hilo. Hili la pili. Hii kacheza faulo. Hii kafanikiwa kuzuia mpira but kwa jinsi alivyoingia hakuwa makini na usalama wa mwenzake kwa sababu aliurukia ule mpira. Kwa hiyo kuna nguvu fulani ilitumika. Kama asingeugusa mpira akaenda kumgusa nani, angeenda kumgusa Loemba moja kwa moja, red card. Angepewa red card. Kwa namna ambavyo ameingia. Kwa jinsi alivyorukia na ile nguvu aliyotumia. Na hili tukio la pili, hii faulo. Isili hapa. Hili kafanya faulo. Hili kamtegea. Amemtegea. Ndio la tatu. Faulo isiyo na kadi lakini. Hapo no kadi. No kadi. Hebu ngoja, Omar. Tuangalie tukio jingine. Nani huyu? Alikuwa anaelekea golini bwana. Alikuwa ni shambulizi. Shambulizi lakini sio reckless tackle hiyo. Mbele bado kuna obviously kuna watu lakini eneo lenyewe, hebu angalia hapa. Hebu mimi nataka nione hii kwanza. Hii ambayo ndio ilipeleka kuonyesha kadi ya njano. Hii alionyesha kadi. Hii ya kuonyesha kadi. Hii haijarudiwa. Ngoja. Tuangalie hii ya kuonyeshwa kadi. Hiyo. Sasa hii mbona kacheza mpira? Hii kacheza mpira hii. Hii kacheza mpira. Clearly. Lakini kadi imetoka. Sasa
Hebu twende hapa wacheza mpira. Nikusaidie kitu hapa. Tabia hujenga mazoea. Au sivyo? Damaro alikuwa cautioned verbally karibia mara 3. Mara 2 alicheza foul. Sawa, hii ukiangalia dakika ya 89 ya mchezo. Mechi inaelekea kuisha. Mwamuzi ameshaongea naye. Alafu anakuja kuona scenario hii imetokea. Engo ya mwamuzi sema alipo play mpaka hapo Damaro atakapogusa mpira. Umeona mwamuzi yuko wapi? Umeona yuko karibu. Kwa hiyo hapo naweza nikasema Nasoro hakuona vizuri kwamba Damaro akaucheza mpira badala ya mguu, kwa sababu wote wawili mguu ulienda pale kwenye mpira. Pengine ametafsiri kwa namna alivyoingia, mazoea kama tukio la kwanza lile. Yes, yani yale mazoea ameangalia yale mazoea, bana huyu anafika sana. Unaona? Sawa. Yani kiufupi Katanga. Yellow card amemuonea. Haikupaswa kutoka hapa kwa sababu hamna foul. Hapa kwa kuna foul. Dhamira yake ilikuwa kucheza mpira ama dhamira yake kucheza mpira, na kweli Damaro akacheza mpira. Sema aggressiveness ya Damaro ndicho kinachomponza. Kwa hiyo maamuzi kwa sahihi. Sababu sio mnaangalia pia vitu kama nguvu ya mchezaji. Yaani yeye kitu alichomchukulia yani kamchukulia yani mazoea yale nyuma. Lakini yellow card ilikuwa hamna. Haya. Tukio jingine. Hili hapa. Mpira wa juu, tumeruka kichwa na utafuta pushing. Hussein, angalia. Pushing ni pushing, kasukuma, amesukuma. Alafu namwambia bega. Sasa kwa hiyo kama kasukuma hapo Hussein, maana yake pigo la kawaida. Wala hakuna halina yellow. Sawa. Tunatoka hapa. Tunakwenda tukio jingine hili hapa. Tunayo hii mechi ya dabi. Huyu Loemba na mwamuzi anakwenda kumkumbusha, ushafanya mara 3. Anamkumbusha umefanya kule na hapa sina tena habari na wewe, litakalotokea na litokee. Ni faulo hii Hussein. Ni kosa la kutokuwa na kadi. Ni kosa lakini bila kuwa na kadi. Amempotoa, maana akampa taarifa kubwa, na umefanya kosa kule, nimekuacha na hapa na kule tena ukafanya mara ya pili, hii ni ya 3, utakaporudia tena tu basi nakupa yellow kadi. Sasa amefanya makosa mengi, ndio tatizo liko hapo. Kafanya kule, kaja kafanya na hapa. Unaona Damaro kilichomtokea? Yes. Alifanya la kwanza, akafanya la pili, akafanya la 3, akapewa kadi. Ndio. Damaro kafanya 5. Ndio kadi. Akaja akapewa kadi. Huyu kashakumbusha ulifanya 1, ulifanya 2. Kuna kitu kinaitwa staircase approach Katanga. Ngoja tukufundishe, ngoja tukupeleke darasani. Sawa, ndio maana niko hapa. Yes. Kuna kitu kinaitwa staircase approach. Kuna wakati unamnong'oneza Hussein. Bana sijapenda hiyo. Sawa. Hiyo nyie wengine hamjasikia. Hiyo ni mimi na Hussein. Alafu unakuja unampa verbal warning, nyie mnaona wote. Alafu naweza nikaja nikamwambia tena foul nyingine. Bana ulifanya sehemu fulani, umefanya sehemu fulani, umefanya sehemu fulani. Au sivyo? Ukirudia sasa nitakuonyesha kadi. Nitakuonyesha yellow kadi. Sawa. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo Nasro Mwinchui alitumia sana na ndiye alionyesha ukomavu wa referee aliyekomaa kwenye ligi ni kufanya kadi kama silaha ya kuchezesha hii mechi. Mimi Katanga bado niko kwenye hilo tukio hilo hapa. Hilo tukio kweli ni faul. Lakini mwamuzi alistahili asipige filimbi. So hilo ndio lile lilopita. Mwamuzi alistahili asipige filimbi. Hai. Tukio hili lile la mwanzo lile
Lile basi umetoa moja. Tumeshalitoa, tuangalie hili sasa. Nataka nikuoneshe pale. Kuna advantage moja nzuri sana ilikuwepo. Hii ni offside iliyokamatwa. Is it offside? Kalindo? Sio offside. Sio offside. Kwa mujibu wa hiyo ambayo ilionyeshwa hapo. Hii libero. Mstari uliochorwa hapo. Mstari uliochorwa hapo sio offside. Hakukuwa na offside. Hakuwepo na offside. Lakini mwamuzi ameikamata offside. Niseme kitu. Kwa hiyo pengine hakuweza kuona. Niseme kitu. Moja kati ya mechi moja nzuri sana ya dabi ambayo mwamuzi aliitendea haki, lakini assistant referees wote walimwangusha. Ni hii. Assistant referees were not at their best. Watu walikuwa na wasiwasi na Nasro Mwinchui, but he had the best, one of the best performances za dabi ambazo tumeziona kwa miaka ya hivi karibuni. Lakini assistant referees Basi sawa. Nadhani matukio haya ambayo ndo tumeanza nayo mara ya kwanza, tutarejea tena kuja kuyapitia matukio mengine ambayo tunayo hapa. Kama ilivyo kawaida ndani ya kipengele cha mwisho hapa, tunapitia tukio moja baada ya jingine kuangalia sheria 17 zimesimamiwa kikamilifu namna gani ama si kikamilifu. Yote haya tutayamaliza hapa kwenye kipengele cha mwisho. Tunakwenda mapumziko kidogo tu, tukirejea tunakuja kuangalia matukio mengine mengi ambayo tumeandaa hapa kwa ajili yako. Endelea kuwa nasi. Na sasa tunarejea tena sasa baada ya kupata mapumziko hayo, na bila shaka yote nikupe taarifa tu kwamba tunao wadhamini wetu ambao ni AB Finish Company, ambao hawa wanakuletea suluhisho la kudumu la kiwango cha juu kabisa cha finishing ya kisasa. Kwanza kabisa AB wall put, hii sio put ya kawaida, ni ile ambayo inakupa uimara wa hali ya juu, lakini pia vile vile inasawazisha ukuta wako kikamilifu na inazuia unyevu katika ukuta wako, na zaidi ukuta wako unapata muonekano laini, safi na wa kung'ara zaidi. Na ukitaka muonekano wa kisasa zaidi, wanayo pia AB Deco. Hii sasa yenyewe inakupa finishing ya kipekee na ya kisasa yenye mvuto wa kipekee ndani na nje ya jengo lako ambalo utakuwa umelijenga na kutumia bidhaa zao. Lakini pia unakuletea ile AB White Cement. Hii cement ambayo ni nyeupe imara, bora kwa kazi za mapambo kama tiles na vinginevyo. Basi hapa ni sehemu bora kabisa ya kupata huduma hii. Na kwa nini uchague AB Finish Company? Ni kwa sababu ya ubora unaodumu, muonekano wa kifahari, lakini pia bei rafiki, huduma ya kuaminika. Zote hizi unazipata kwao, na hayo mambo yanakuwa ni mazuri. AB Finish Company, hapa tunasema kabisa tunamaliza kwa ubora na tunajenga kwa heshima. Bado uko nasi hapa kupitia matukio mbalimbali. Mimi ni Omar Katanga, na tuangalie tukio jingine katika mechi hiyo ya watani wa jadi. Hili tukio moja kati ya matukio yaliyotazamwa na kumfanya mwamuzi msaidizi namba 2 anaitwa Hamdan Said. Yes. Huyu bwana mzee hapa Haidan Said Hamdan ameonyesha offside. Hussein, hiyo offside clear. Clear kabisa. Kabisa, haina utata. Haina utata. Ameikamata vizuri sana. Kwanza moja kitu alichokifanya baada ya kuwepo katika nafasi ya kuotea kazidi kiwango kidogo tu, akachukua kitu kinaitwa subiri mpaka pale atakapokuwa amejihusisha kikamilifu, anataka kuugusa mpira. Alikuwa sahihi. Nina maoni tofauti. Hapa sijaelewa. Nina maoni tofauti. Una maoni tofauti kazi, maoni yako tofauti ni yepi hapa? Nipishe kidogo hapa. Okay.
Umemwona huyo? Namuona vizuri sana. Sawa Mstari wa libero umekuja mpaka second last defender wa Young Africans alipo, unavyoona hapo kwenye screen. Sawa. Ngoja tuwape namba. First last defender wa Yanga hapa anakuwa nani? Golikipa. Tunamwekea hapa namba 1. Second last defender atakuwa huyo. Tumekubaliana? Sahihi. Mbele ya Ino Loemba tayari kuna wachezaji wawili wa Yanga. There's no offside. Labda ni tafsiri hiyo katika taratibu zilizokuwepo. Ukimtazama ambaye second wa kwanza ni golikipa. Ndio. Huyu wa pili kasimama. Ila yule ambaye ni forward line kabendi. Unamwona lalia mbele. Labda nieleze kwa usahihi. Uje utuonyeshe amebendi kuelekea wapi. Mimi sioni kama amebendi. Unamwona huyu hapa. Kama ingelikuwa ni kwa kuchukulia kwa mstari unaokwenda kwa juu, maana yake huyu ungemwona kama ni offside. Ndio maana nikasema huyu atakayeona hiyo offside hii hapa ni assistant. Hakuna mtu mwingine. Mfano, nipo mimi na wewe hapa. Wewe simama. Mimi si nipo hapa. Nikiwa nipo hivi, maana yake hapa naweza kaa hata nipo hapa. Ila hapa mimi nimezidi. Si umeelewa? Nakuelewa. Na ndicho kilichokuwepo hapa. Huyu kabendi. Nani kabendi? Huyu. Hakusimama kama inavyotakiwa kusimama moja kwa moja. Hakusimama moja kwa moja. Mtazame yule kasimama moja kwa moja ambaye ni huyu second last defender. Si tumeelewana? Ukimtazama huyu hapa, kwa huyu anavyowatazama, anamjaji huyu kuanzia kichwa, tumbo, miguu. Huku chini wapo sawa. Sasa tumeelewana? Hawapo sawa. Tazama kidogo. Hawapo sawa. Huyu mstari ameukanyaga mstari. Sawa. Huyu yuko mbali kabisa na mstari. Sasa mtazame sasa umbile lilivyokwenda. Unaweza kumjaji vipi? Yani kwa mfano, yani maana yake ni kwamba mwamuzi amemtazama huyu. Si ndio? Kwa alivyosimama. Kwa sababu kasimama katika hali ya kawaida. Lakini huyu kabendi. Huyu hajasimama kawaida. Hajabendi. Hakusimama katika kusimama hivi Loemba. Sasa unapokuwa sawa. Hapa. Tusikilizane hapa. Kazi simama kule. Hapo. Mimi huyu bwana kazidi hajazidi? Hapo kwako amezidi. Kazidi nini? Kichwa. Umeelewa? Sasa mtazame huyu. Huyu kichwa haijainamia mbele. Tusikilizane. Huu mstari umechukuliwa kwa chini. Ngoja tusikilizane. Mimi nataka kuona huyu amebendi wapi? Mbona mimi sioni kama amebendi? Sioni amebendi. Sasa alikuwa anakimbia hivi. Amekimbia. Sasa hajakaa hivi. Hajakaa hivyo. Sawa, mnasikia? Hakunyooka hivi. Kazi. Tukubaliane kitu kimoja. Unasikia? Mistari ya nani hii tunayotumia hii ya libero au sivyo, ina detect second last defender all the way on the ground. Unasikia? Huyu Loemba unaona kabisa anatizama nyuma kwamba mpira unakuja wapi. Hayuko hivi, hayuko kwenye motion, anatizama nyuma. Kwa faida tu. Kati ya huyu mchezaji wa Yanga na huyu Loemba, ni yupi amesimama kwa kunyooka? Nani? Wa Yanga. Huyu mwingine amefanyaje? Anaangalia nyuma. Anatizama nyuma. Shingo yake ndo anageuza nyuma. Ipo nyuma. Mwili wake unaelekea wapi? Unataka kwenda mbele. Sasa nisikilize sasa taratibu zilivyo. Wanaposema ikiwa situation imekaa katika utaratibu huu, kinachoamua cha kwanza ni VAR. Ndio itaweza kulinganisha mwili wa huyu na huu upi ambao umemtangulia mwenzake. Ngoja niwasaidie kitu moja. Ngoja. Wote wawili tunawawekea nani hii? Wote wawili tunawawekea alama. Tunawawekea darubini. Sogeza tena juu. Hapana, inakataa. Katanga hapa. Katanga. Mimi naomba niwasaidie. Hebu njoo tusaidie hapa. Njoo nataka niwasaidie. Njoo. Naona mimi nataka niwasaidie. Sawa. Huo mstari umepita kwenye mguu wa nani? Mchezaji wa Yanga huyo. Mchezaji wa nani? Wa Yanga. Wa Yanga. Huyu akiinama, huyu tufanye kainama. Mimi nasema huyu kainama. Katika muinamo wake au sawa na mstari? Akiinama. Atakuwa yuko sawa na mstari au atauvuka mstari? Anaweza kuwa sawa lakini sio kuuvuka. Anaweza kuwa sawa lakini asiuvuke. Sasa offside iko wapi? Hamna offside.
Basi wengi tu umesaidia sana. Goli na huu mguu unafunga goli. Ila mimi nilitaka kuwatofautishia tu labda katika utaratibu wa distance ambayo defender kile ambacho yupo wanachokizungumza katika mtu ambaye alikuwa kwenye motion na ule aliyesimama, kuna utofauti wa kujaji offside. Mtu akiwa amesimama hivi na mtu ambaye kwa sababu akiwa amesimama huyu unamwona kabendi. Umeelewa? Ukisha bendi huu mstari huwezi kujaji. Kinachojaji ni VAR. Mfano ndio na sio mstari tena. Nisikilize, nitakupa mfano mdogo. Na hapa unitazame. Sawa. Si unaona hapa nilipo? Hapa nani kazidi? Wewe huku ndo golini. Huku ndo golini. Kazidi nani? Nimezidi mimi. Sasa mimi nakwambia mimi ndo nimezidi. Hussein amezidi. Angalia mguu wake hapo chini. Si umeelewa? Kisigino ndio kimezidi. Sasa nikishakuwa nipo hapa, simama hapo ulipo. Simama tu kama kawaida. Mimi hapa nafanya hivi. Kazidi nani? Ni wewe. Umenielewa? Nipo hapa. Kapo hapo. Simama hapo. Mimi nipo hapa. Kazidi nani? Ni wewe. Ndicho kilichokuwepo. Kitakachotofautisha hii hapa ni VAR, kwa sababu inakuwa na lenzi za juu na za chini. Na ndio maana nikakwambia kwa hili hii offside ni lazima apandishe. Kwa sababu huyu kisha bendi. Unapoiachia hii hapa sasa Hussein Omar amesema hapa kama amebend, unasikia kama amebend, si anakuja in level with the with the line. Offside iko wapi? Tusema okay, sawa, amebend, kitu ambacho mimi kwa macho yangu sijaona kwamba amebend, kwa sababu alikuwa anaangalia nyuma. Sawa, tumalize hilo, tutoke tu tukaangalie tukio lingine la offside aliyokamatwa Prince Dube. Hili tukio kwanza yeye mwenyewe alishangaa kwamba kimetokea nini. Hamdan Saidi, mwamuzi msaidizi namba 2, tunaiona hii nani yuko offside? Dube huyu hapa, huyu ndio Dube, yuko hapa. Aliyeotea yuko kule pembeni karibia na Hamdan Saidi. Aliyeotea ni huyu hapa, hajihusishi na mpira, ambaye hanufaiki na chochote wakati mpira unatoka mguuni, hajanufaika. Mweke mwamuzi yuko wapi? Mwamuzi assistant nani kazidi hapo? Kazidi mwamuzi. Hamna offside hapo. Hapo hamna offside. Offside hapo Hamdan Saidi ndio kaotea. Mwamuzi ndio amezidi. Ametoka pembeni ya mstari huu hapa. Hakuna offside baada hapo. Hapo hamna offside. Yaani kama lingekuwa goli kwa goli zuri tu, lakini hapo hamna offside. Ndio maana Omar nimesema mmoja kati ya mechi bora ambayo mwamuzi alikamata wasaidizi wake. Tukae tukubaliane kwamba Mwinchui, Hassan Mwinchui, Nasoro Mwinchui naam, walomwangusha ni maassistant tu, lakini yeye binafsi heko, lakini yeye mimi nampa zote maassistant ndio walomwangusha. Yeye mwenyewe ametimiza vizuri kabisa, kazi yake vizuri kabisa, afanya kazi yake vizuri kabisa, lakini maassistant wote wawili wamemwangusha. Na waletea tukio jingine alafu mtaniambia. Ngoja nianze na hili tukiwa hapo tuanze na tukio hili. Katika hiyo maassistant wake wamemwangusha, tuiangalie hii hivyo kutoka huo. Hii hapa Selemani Mwalimu kenda kafanya finishing, goli limeingia. Nianze na wewe Kazi, hili tukio. Hii ni tukio la assistant referee. Hii tukio zaidi ni ya assistant referee. Hussein Kalindo ama sio goli? Ni assistant referee. Naomba uanze naye. Naomba uanze na assistant referee. Hiyo hapo. Tumeiona hiyo Hapa Mwalimu amezidi. Ukitazama kwa picha hiyo hapo bado hajazidi. Hajainamia ndani? Hapana. Swala la kuinamia ndani pale halipo.
Kwa sababu gani? Maana yake wote wanatazama katika usahihi, mpira unatoka wapi ya. Umenelewa? Hapo kuna swala la kuinamia, maana yake pale bado hajazidi. Ngoja tuone mpira ukitoka mguuni na ile rebound ambayo imepatikana. Goli ama sio goli Kazi? Labda niendelee kwanza na hilo. Endelea kwanza. Wakati pigo linapigwa, naam, ukitazama kwa picha hii hakuwepo kwenye nafasi ya kuotea, kwa sababu alikuwa na wapinzani wawili kwa mujibu wa misingi ya ofsaidi. Tumeelewana eh? Sawa. Sasa na ilivyopigwa kuelekea golini na kuingia, bado ilikuwa hakuna neno ofsaidi. Ukifuata klipu hii inavyoelekeza. Lakini hapa kuna nyingine, hapa kuna kitu kidogo, ngoja tujiridhishe pamoja. Ngoja tujiridhishe pamoja hapa, wakati mpira, kabla mpira haujapigwa, huku pembeni kabisa hapo sijaona tukio. Okay. Wakati mpira huku unatoka mguuni. Hamna offside hapa kwa Selemani Mwalimu? Hamna offside. Labda mwamuzi alitumia hiyo kabla? Hapana. Hamna offside mpaka hapo. Omar? Hapo hamna offside. Hamna offside. Sawa. Tukio likaenda. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba ni goli ama sio goli. Hapo kuna scenario moja ambayo ndio mimi naona kwamba inahitaji maelezo kidogo. Cross ya awali aliyopelekewa Selemani Mwalimu, kuna scenario ya mpira kugusa mkono wakati anapokea hivi. Yes, kuna scenario hiyo. Ngoja, wakati na receive huo mpira, si ndio? Yes, wakati na receive huo mpira. Aha, ngoja. Aha, hiyo hapo unaona mpira unatoka kifuani unaenda mkononi. Unatoka kifuani unaenda mkononi hapo. Yes, hapo. Na ndio maana Bakari akaja kulalamika. Namwona kulalamika bwana isiwe kigezo cha nani. Unasikia? Kulalamika isiwe kigezo cha kutunga sheria. Kulalamika hata penalty kiwa ya dhahiri kabisa, utaona wachezaji 5-6 wanaenda kulalamika. Ameunawa kigezo cha kututungia sheria. Sijui kama unanielewa. Nikisema kututungia sheria ni sisi waamuzi ndio tunakuaga culprit wakubwa wa kutungiwa sheria na watu wasio jua sheria. Sawa Sasa hapa mimi nitakachokusema ni kitu kimoja, kwamba handball ina clarifications zake. Hussein utanisaidia katika hili, tutaliongelea pamoja. Sio kila mpira unaogonga mkononi tunatakiwa kuhukumu handball. Sawa? Sio kila mpira unaogonga mkononi unahukumiwa handball. Kuna vipengele vya kuzungumzia handball ipi inatakiwa kuhukumiwa. Unaonaje ni kustopishe kidogo, kwa sababu tuna hicho kifaa hapo mbele. Utakuja kukifafanua hicho, unasemaje? Hii hapa. Au tumalize kabisa hii katika hicho ambacho unakisema. Hii sawa, hebu simama hapo, njoo tuzungumze vizuri hapo. Hii inataka ithibitishe kitu kimoja. Unasikia? Ukiangalia huu mpira kupitia hapa mbele. Huu mpira unauona kwamba
tunachukua mfano huu, ndo mkono huu, ndio mkono. Unaona kabisa kwamba huu mpira umegusa mkono hapa, ndio au sivyo? Hapa hakuna, kuna mtu mnavyoona pale kwamba mpira umegusa mpira umegusa au haujagusa, utasema umegusa, utasema umegusa, au sivyo? Tukipata engo tofauti, ngoja tuangalie engo tofauti tena. Ukija kutizama kupitia pembeni, ndio unakuja kukuta kwamba mpira hauko hata karibu na mkono. Kuna distance hapa, au sio? Kuna distance, lakini maana ya hii hapa inatuelekeza jambo moja, kwamba hatutoi maamuzi kwa engo moja. Sawa? Tunapoenda kuangalia hata kwenye review ya VAR, sawa, mwamuzi analetewa engo mbalimbali, sawa, mpira unaotoka ulio receive ukatoka kwenye sehemu ya mwili wako ukienda mkononi, maamuzi yake yapoje? Sio kosa. Mpira unapotoka kwenye mwili wako, yani initial ball umekuja ukafikia kwenye sehemu ambao unaruhusiwa kucheza mpira, ukaenda kwenye mkono, sawa, hatuhukumu handball, na sio maamuzi yetu sisi, ni maelekezo ambayo tunapewa kupitia kuna somo moja, kuna course moja inaitwa FIFA Red. Hussein ni mtaalam wa kuchambua masuala ya ya FIFA Red. Karibu kaka, hebu tupe kidogo kuhusiana na FIFA Red. Labda mimi nizungumzie kwa vitendo, kwa sababu watu wanatakiwa kuona. Kwa mfano, huu ni mpira. Wanaposema mpira utakwenda kwenye njia ya mkono, kwanza mwili lazima uwe mkubwa katika uhalisia. Mimi sinakuwa nipo hapo uhalisia wangu. Lakini naposema mwili kuwa mkubwa, mpira wowote ule utakayekuja katika engo hii hapa, ukija hapa, umegusa bodi na umerudi hapa, hili sio kosa. Yaani umekugonga hapa, si hapa hivi, na mpira ukaja hapa, hili sio kosa. Si tunaelewana? Nakuelewa. Mpira wote utakayetoka kichwani na ukaja kwenye mkono si kosa, na ule nitakayeupiga ukija kwenye mkono si kosa. Ukitoka kifuani kwenye mkono, unapotoka hapa, mwenyewe hapa umekuja hapa na ukaja kwenye mkono, bado si kosa. Ila ule ambao mpira utakuja kama vile mimi ni mshambuliaji, mpira unakuja kwa maksudi nikaufanyia si style hata ya control moja kwa moja na mkono, hata kama ipo kwenye uhalisia, hapa napata kosa. Yani hata kama uko kwenye natural position, si hapa, huu ndo uhalisia wangu, basi hapa mimi nataka kupeleka kidogo kusupport hivi, kusupport. Maana yake nimeingia katika njia ya nini? Ya mpira. Hapa ndipo kosa linapopatikana. Ukitoka kifuani, mfano mpira si hapa, unapokuja hapa unateremkia kwenye mkono, umenelewa? Hili bado si kosa. Ila mpira utakapokuja, mfano ukija moja, unapotokea huku mkono upo kwenye uhalisia na mimi nikacheza, sawa. Ila kama nitatumia mbinu ya movement katika huu mkono, kwa mpira uletoka kifuani ukatoka movement, maana yake nina kusudio la kutaka kucheza. Hakuunawa. Sasa mpira huu tutazame, huyu alikuwa na kusudio la kuugusa na mkono. Sikanyanyua mikono. Basi kama kanyanyua kwa kusudio la kusema auziwie na mkono, maana yake hili ni kosa. Sasa fikra zake hatuwezi kuzijua. Sasa wanatazama wakati gani? Kwa sababu ipi? Tutazame sasa uhalisia wa mikono. Akiwa yupo chini, uhalisia wake ni upi? Namba 1. Akiwa chini ni hapa. Ni hapa. Sawa. Napotaka kuziwia mpira kwa kifua, uhalisia wangu ni huu hapa. Sawa. Mpira ukija moja kwa moja hapa, au mpira umekuja umegonga hapa ukaja hapa, maana yake si kosa. Sasa tatizo kama hili linapokuwa limejitokeza, kuna mambo kwanza matatu ambayo refari anatakiwa kuyatazama. Moja, alizungumza Usman Kazi.
kwanza angle view ya referee ilikuwa ipo wapi kwanza aweze kuona ile tukio. Hawezi kuona, yuko mbali. Ipo mbali. Hawezi kuliona tukio. Sawa. Yuko mbali, ndio. Namba 2, alikuwa katika uelekeo gani? Mpaka sasa hapa referee humuoni. Humuoni. Alafu wachezaji watatu wote, ina maana hawa wanaweza wakawa wameona vibaya. Na referee Omar, mpira umeenda mkononi. Au umeenda mkononi. Mimi nimesemaje? Hawajui sheria inavyoelekeza. Kwa hiyo wao kunyanyua mikono wasitutungie sheria. Wao mikono yao kunyanyuliwa sio kututungia sisi sheria. Tumeelewana vizuri. Hapo sasa. Alafu la pili nataka kuzungumzia katika mchezo huu kwa ujumla. Kwanza nimpongeze referee. Kama alivyozungumza Osman Kazi. Referee kwa mechi hii aliitendea haki kwa 90%. Mimi ningekuwa mechi commissioner ningempa 8.8 au 0.7 au 8.8. Allah, 9 usingempa? 9 ni yule juu kabisa hicho. Kiwango cha juu zaidi kwa sababu kachezesha mpira kwa ninavyoifahamu dabi. Yupo vizuri zaidi. Kaitendea haki dabi. Ameitendea haki na mimi sina shaka naye. Tukio letu la mwisho kwa leo ni hili. Tunaliangalia. Hili ndo tukio la mwisho. Unanipa hilo? Naliomba hilo. Haya. Unataka kumhukumu nani? Nataka niseme kitu kimoja. Sawa. Umeona hii tukio vizuri? Nipishe kidogo. Umeona hii tukio? Naam. Kuna dalili ya nani kwa offside. Pasi hiyo inaenda kwa mwalimu, anaenda anapokea mpira, anatoa pasi, inaenda kwa kipa, anadaka, anamshambulia Kasim Mpanga. Hii tukio ilikuwa dakika ya 66 ya mchezo. Sawa? Kasim Mpanga ameweka kwenye kumbukumbu kwamba anapoteza muda. Diara amenilaumu kwa hiyo offside. Angalia, hii ilikuwa dakika ya 70. Dakika 4 baadaye. Sawa? Initial ball ambayo Selman Mwalimu anaupiga kichwa. Humuoni Kasim Mpanga akiwa amenyanyua, amehukumu offside. Humuoni akiwa amenyanyua. Kwa maana amemlipizia. Subiri. Humuoni akiwa amenyanyua wakati initial ball Mwalimu alipoupiga kichwa. Umenielewa? Ina maana aliishaona kwamba Mwalimu is not offside. But rebound iliyokuja kwa Mwalimu wakati anaenda kufunga ndio Kasim Mpanga ananyanyua. Hatuna budi kuzilink haya matukio mawili, ile moja ambayo Diara alimlaumu na scenario hii hapa. Sisi tuliobobea katika masuala ya sheria za soka tunafanya tathmini yetu namna hiyo. Sawa. Hayo ni maoni yetu sisi. Shukrani sana. Jamani, mimi niwashukuru sana, kusema kweli tumezungumza vya kutosha na elimu hii ambayo tumeitoa hapa ama kwa hakika imefika mahala pake, si ndio bwana? Sawa. Asante sana Bwana Hussein Kalindo, asante sana Wajina Omar Yusuf na Osman Kazi mwenyewe. Mimi ni Omar Katanga. Jamani, tumemaliza. Sasa tukalale. Tuondoke. Tukalale bwana.